Hukumu hiyo iliyokuwa inavutia hisia za watu wengi imetolewa na hakimu mkazi mfawidhi wa mahakama ya wilaya ya Misenyi, Mheshimiwa Charles Muyombo. Akisoma hukumu, amesema mahakama imemtia hatiani mtuhumiwa huyo na kumpa adhabu kali baada ya kuridhishwa na ushahidi uliotolewa na upande wa jamhuri ambao haukuwa na shaka yoyote. Mheshimiwa Muyombo amesema adhabu aliyompa kifungo cha miaka 30 gerezani imekidhi matakwa ya sheria ya madawa ya kulevya ya kanuni ya adhabu inayowahusu waingizaji, wasafirishaji na wasambazaji wa madawa ya kulevya pale wanapotiwa hatiani. Amesema ushahidi uliotolewa juu ya mtuhumiwa kukamatwa akiwa na madawa ya kulevya katika eneo la Katoro lililoko ndani ya halmashauri ya wilaya Bukoba kuwa ulikuwa hauna shaka yoyote na mtuhumiwa kukana kosa hilo, na ndio maana mahakama imejiridhisha na ushahidi huo. Ameendelea kusema kuwa mtuhumiwa huyo katika utetezi wake hakuwahi kupinga tuhuma zilizokuwa zinamkabili pamoja na kupewa nafasi ya kujitetea dhidi ya ushahidi na vielelezo vilivyowasilishwa mahakamani, ikiwemo taarifa ya mkemia mkuu wa serikali. Mheshimiwa Muyombo, kabla ya kutoa hukumu hiyo, baada ya kumtia hatiani mtuhumiwa, mwanasheria wa serikali Ananias Japembile aliyekuwa wakili wa upande wa jamhuri aliomba mahakama impe adhabu kali mtuhumiwa huyo ili kosa alilolitenda liwe fundisho kwa watu wengine wanaojihusisha na shughuli ya madawa ya kulevya. Hassan Isa Chagurani maarufu kwa jina la Rashid Ziadi alikamatwa Mei 3 mwaka huu katika eneo la Katoro la halmashauri ya wilaya Bukoba wakati akisambaza madawa hayo aina ya mirungi. Nikiripoti kutoka katika eneo hili la viwanja vya mahakama ya hakimu mkazi mfawidhi wa wilaya ya Misenyi iliyoko mkoani Kagera, inaitwa Audax Mtiganzi wa ITV. Usikose kufuatilia taarifa ya habari ya ITV kila siku za wiki, ikiwa na matukio muhimu ya kijamii, kisiasa, utamaduni, biashara na uchumi, pamoja na habari za michezo na burudani ndani na nje ya mipaka yetu. Ni saa 2 kamili hadi saa 3 kamili usiku. Tutakuwa na taarifa kutoka kila kona ya jiji la Dar es Salaam katika taarifa za jiji letu, Jumatatu hadi Ijumaa saa 5 kamili usiku. Pia saa 12 asubuhi tutakuwa na habari za kitaifa zikihusisha habari za kijamii, kisiasa, kiuchumi na kitamaduni kutoka ndani na nje ya mipaka yetu. Habari za saa ni kila baada ya saa 1 kutoka ndani na nje ya Tanzania, tukikukusanyia habari za kijamii, kisiasa na kiuchumi kutoka kwa waandishi wetu wabobezi katika masuala ya habari. Ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 2:55 asubuhi hadi saa 8:55 alasiri. Katika kukuletea habari muhimu zilizofanyiwa uchunguzi wa kina, usikose kujiunga nasi kila siku za wiki saa 12 jioni katika Hapa na Pale kutoka kwa waandishi wetu mahiri waliotapakaa kila pembe ya nchi. Habari za ITV pia zinapatikana mubashara kupitia akaunti zetu za mitandao ya kijamii: Facebook ITV Tanzania, YouTube ITV Tanzania. ITV Superbrand Afrika Mashariki.